Habari za wakati huu na karibu katika mzunguko wa habari hapa Habari Kiswahili 24 saa kwa siku 7 kwa wiki. Leo tunaanza kwa kuangalia muhtasari wa kina wa matukio yaliyotikisa ulimwengu katika saa 24 zilizopita. Kutoka migogoro ya kimataifa hadi mabadiliko ya kisiasa na kijamii, tunakuletea taarifa zilizokusanywa kutoka kwa washirika wetu wa kimataifa. Mimi ni Suleiman Bakari, ungana nami kuanzia sasa. Hayo ni maelezo ya kina kutoka BBC Swahili. Ni Radio Lira na Radio Kitara nchini Uganda, Nyote FM na Gulf Radio nchini Kenya, na Lizadel Radio na Radio Muungano Beni huko DRC. Jioni hii ya tarehe 29 Disemba 2025. Uko nami Karorobi, karibu sana. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Marekani inatoa hakikisho la kiusalama kuikinga nchi hiyo dhidi ya ubabe wa Urusi kwa miaka 15, lakini kiongozi huyo wa Ukraine anataka hakikisho la muda mrefu zaidi ya hiyo miaka 15. Rais Zelensky anasema bila hayo vita vya Urusi nchini Ukraine havitachukuliwa kuisha na Urusi ima itasalia kuwa kitisho kwa Ukraine. Zaidi na Sarafina Robi. Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wanasema wameweza kuafikiana kuhusu kumaliza vita vya Ukraine katika mazungumzo huko Florida, ila hawajaweza kuafikiana katika masuala machache yenye utata. Marais wa Marekani na Ukraine walikutana nyumbani kwa rais wa Marekani Donald Trump huko Mar-a-Lago kujadili mpango wa amani uliofanyiwa marekebisho ukiwa na sehemu kadhaa muhimu ambazo Urusi tayari imekataa. Leo hii siku ya Jumatatu, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Marekani imetoa dhamana ya usalama kwa kipindi cha miaka 15. Trump alikuwa amesema makubaliano kuhusiana na hatua hii yamekamilika kwa 95%. Ila ni masuala machache yamesemwa kuhusu mustakabali wa eneo linalopiganiwa la Donbas la Ukraine ambalo Urusi inataka kulidhibiti. Urusi kwa sasa inadhibiti takriban 75% ya jimbo la Donetsk na baadhi ya 99 ya Luhansk ambapo ni jirani. Majimbo hayo mawili yanajulikana kwa pamoja kama Donbas. Akizungumza na wanahabari baada ya mazungumzo hayo, Rais Trump alisema makubaliano kuhusu Donbas bado hajatatuliwa, lakini kuna uwezekano. Hatima yake imekuwa kikwazo kikubwa wakati wote wa mazungumzo, huku Urusi ikiwa haipo tayari kuafikiana kuhusu lengo lake la kupata udhibiti wake kikamilifu. Leo hii siku ya Jumatatu, Kremlin ilisema tena kuwa Ukraine inapaswa kuondoa wanajeshi wake kutoka sehemu ya Donbas Kiev ambayo bado inadhibiti. Ukraine imesisitiza kuwa eneo hilo linaweza kuwa eneo huru la kiuchumi linalodhibitiwa na vikosi vya Ukraine. Rais Zelensky anasema Marekani ilikuwa imetoa dhamana ya usalama kwa muda mrefu wa miaka 15, lakini Ukraine ilitaka uwezo wa kuwa nao hadi kufikia miaka 50. Alisema anatumai kuwa dhamana hiyo itaanza wakati ambapo Ukraine itatia saini mkataba wa amani, shirika la habari la Reuters liliripoti. Marekani bado haijatoa maoni kuhusu muda uliopangwa. Hapo jana siku ya Jumapili, Rais Trump alisema makubaliano yalikuwa karibu na kwamba alitarajia nchi za Ulaya kuchukua sehemu kubwa ya juhudi hizo kwa msaada kutoka Marekani. Naam, ni ripoti yake Sarafina Robi hiyo, msikilizaji, kuhusu mzozo kati ya Ukraine na Urusi. Na Mwana Mbaraka Moshi anasema tuko pamoja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. za Gaza Chris Frank akiwa kule Njombe Tanzania, Amani Masunzu na Sajeth Yofila akiwa Mombasa, asanteni sana kwa kuwa nasi kwenye matangazo haya. Fund Hamis Fulmigebuka kutokea Kigoma Tanzania anasema anafuatilia matangazo ya Dira ya Dunia kwa njia barabara kabisa tokea Pretoria Afrika Kusini. Na Mwana Michael Best Smooth na Amani Masunzu akiwa kule Tabora naye pia akiwa nasi kwenye matangazo haya jioni. Doto Nyelele ni kushukuru ukisema kwamba unaitakia timu ya taifa ya Tanzania ushindi katika mchuano wa AFCON hapo kesho. Na vile vile na muona MCJ Machips kutoka Isinga Mbeya anasema Rais Zelensky itakuwa vizuri akiachia tu madaraka. Ni kushukuru Isaac Kemboi pia kwa kuwa nasi jioni hii, na Owen Francis ukiwa kule kijiji Kakili Makueni, na Peter Gahanya unasema uko Singida. Na sasa msikilizaji, tunaelekea kwa mwandishi wetu Omar Mkambara aliyeko Morocco kuangazia michuano ya kuania kombe la mataifa ya Afrika AFCON. Kabla hatujamaliza hii mechi ya mwisho, na imani tutapata matokeo mazuri. Siahidi kwamba tutashinda, tutatoa draw. Ni matarajio ya winga wa Tanzania Simon Msuva kuelekea mchezo wa kesho wa Tanzania dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia. Naye kiungo Novatus Dismas amewaambia waandishi wa habari kuelekea mchezo wa Bandari ya Sydney.
Sherehe pia zimeripotiwa katika mataifa jirani ya Pacific ikiwemo Fiji, Tonga na Samoa. Wakati huo huo, kisiwa cha Chatham cha New Zealand kilicho mbali na bara hilo pia kimeshavuka mwaka wa 2025 na kuingia mwaka mpya wa 2026. Zimesalia saa kadhaa tu kwa mataifa mengine duniani kuingia mwaka mpya wa 2026. Polisi nchini Uganda imesema imemkamata mwanaharakati maarufu wa haki za binadamu Sarah Birete, mkuu wa shirika la haki za binadamu na mtoa maoni wa mara kwa mara dhidi ya serikali kwenye televisheni na redio za eneo hilo. Polisi ilithibitisha hilo katika chapisho kwenye jukwaa la mitandao ya kijamii X kuwa yuko chini ya ulinzi wa polisi na kuwatafikishwa mahakamani kwa wakati unaofaa. Chapisho hilo lilisema bila kutaja ni lini au mashtaka gani anakabiliwa nayo. Birete, mwanasheria na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha utawala wa katiba CCG, amekuwa akikosoa hatua mbalimbali za serikali, ikiwemo kile ambacho upinzani unasema ni kuwaweka kizuizini kinyume cha sheria na kuwatesa wafuasi wake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mamlaka katika Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo imesema kuwa serikali inashirikiana na Uingereza kutafuta suluhu la pamoja kuhusu kurejeshwa nyumbani kwa raia wa Kongo wanaoishi nchini humo kinyume cha sheria. Taarifa kutoka kwa Wizara ya Habari ilisema serikali imemfahamisha rasmi kupitia njia za kidiplomasia juu ya hatua zinazozingatiwa na serikali ya Uingereza kuhusu kuanzishwa kwa vikwazo vya visa vinavyolenga wamiliki wa hati maalum za kusafiri za Kongo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, maafisa wa nchi zote mbili wanaendelea na taratibu za awali za utambulizi wa watu wanaohusika, kwani mpango wa kuwafukuza hauwezi kuanzishwa kukiwa na mashaka yoyote kuhusu utambulisho, na kwamba mchakato huo ni sharti ufanyike kwa kuzingatia kikamilifu haki za binadamu. Serikali inayoongozwa na jeshi la Sudan imesema kivuko cha mpaka cha Adre na nchi ya Chad kitaendelea kuwa wazi kwa muda wa miezi mitatu mingine ili kuruhusu utoaji wa misaada ya kibinadamu kwa raia. Mkuu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu Tom Fletcher amekaribisha uamuzi huo, akisema kuendelea na upatikanaji unaotabirika ni muhimu katika kuokoa maisha. Vita vya Sudan vilivyochochewa na mzozo wa madaraka kati ya jeshi na vikosi vya Rapid Support Forces vimeua makumi ya maelfu na mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao. Umoja wa Mataifa unasema hilo ndilo janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Leila Mohamed. Msikilizaji, karibu tena kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nchini Tanzania unaweza kuyategea sikio matangazo ya Dira ya Dunia kupitia Loliondo FM na Radio Kwizera. Kenya ni Milele FM na Mwenedu FM. Huko Uganda kuna Voice of Busoga na Voice of Karamoja. DRC yanapatikana kupitia Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Yako pia kwenye FM, tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Natumai hapo ulipo msikilizaji mambo yako yanakuendea barabara kabisa siku hii ya mwisho ya mwaka huu 2025, tukisubiri kukaribisha mwaka mpya 2026. Lakini kwanza acha nikupashe taarifa kuu hii leo. Wakati Uganda ikielekea kuandaa uchaguzi mkuu mwezi ujao wa Januari, vijana nchini humo wametoa wito kwa wanaowania nyadhifa mbalimbali. Visioni Zanzibar ni Zenje FM, Kenya ni Count FM, kwa Uganda tusikilize kupitia Voice of Muhabura, na iwapo popote DRC tegea sikio kupitia Radio Muungano Beni. Matangazo haya vile vile tunapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwa BBC Swahili. Andika ujumbe wako pale na tukipata wasaa tutasoma moja kwa moja. Msikilizaji, asubuhi ya leo na hodha wako ni mimi David Nkya. Karibu. Marekani imeitaka China kusitisha shinikizo lake kwa Taiwan baada ya Beijing kufanya mazoezi makubwa ya kijeshi siku mbili kuzunguka kisiwa hicho kwa lengo la kuongeza tishio. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema mazoezi hayo yameongeza mvutano katika eneo hilo bila ya ulazima na badala yake katika kuitaka China ifanye mazungumzo. Taipei imelaani hatua hiyo na kusema ni uchochezi mkubwa. Taiwan inajitawala, lakini Beijing inadai kwamba ni yake. Akizungumza na waandishi wa habari katika makazi yake huko Florida mwishoni mwa mwezi Disemba, rais wa Marekani Donald Trump alisema rais wa China Xi Jinping hakumweleza chochote kuhusu mazoezi ya kijeshi karibu na Taiwan.
And he hasn't told me anything about it. I certainly have seen it. Hajaniambia chochote kuhusu hilo, na siamini kwamba atafanya hivyo. Sina wasiwasi kuhusu mazoezi ya kijeshi ya China karibu na Taiwani. China imekuwa ikifanya mazoezi ya majini katika eneo hilo kwa miaka 20. Mvutano kati ya China na Taiwan unaendelea kuibua wasiwasi wa kimataifa, huku Marekani ikitoa wito wa mazungumzo badala ya vitisho vya kijeshi. Kiongozi wa kanisa la Orthodox la Ethiopia Tawahedo Mtakatifu Abba Matias wa kwanza ametoa onyo kali kuhusu kuongezeka kwa vitendo vya mateso na kutengwa kwa Kristo kote duniani. Zaidi na Jessica Pelembela. Akitoa baraka na salamu za mwaka mpya wa 2026, kiongozi huyo alielezea wasiwasi wake mkubwa juu ya ripoti za mateso, mauaji na utekaji unaowalenga Wakristo kwa sababu ya imani yao. Na hapa namnukuu: Ukristo unasukumwa pembeni na makundi mbalimbali na Wakristo wanauawa, wanatekwa nyara na kuteswa kila mahali kwa sababu ya utambulisho wa dini yao. Ingawa idadi kubwa ya watu duniani ni Wakristo, tunashuhudia Ukristo ukitengwa katika nyakati zetu. Mwisho wa kumnukuu. Katika ujumbe wake, Abune Matias pia alitoa wito wa kuwepo kwa amani ya kudumu katika maeneo yenye migogoro, ikiwemo Israeli na Palestina pamoja na Ukraine na Urusi. Alisisitiza umuhimu wa haraka na kuwalinda raia dhidi ya vurugu, na akazitaka taasisi za kimataifa kulinda na kutetea haki za kidini duniani kote. Ni Jessica Pelembela. Msikilizaji, michezo ya hatua 16 bora ya michuano kombe la mataifa Afrika itaanza kupigwa kesho nchini Morocco, huku kikosi cha timu ya Tanzania Taifa Stars kikiendelea na maandalizi yake kabla ya kuwakabili Morocco katika mchezo wa hatua ya mtoano siku ya Jumapili. Mwandishi wa BBC Omar Mkambara ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Rabat, Morocco. Baada ya mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi dhidi ya Tunisia, jana tulikuwa na recover kwa maana ya kurejesha miili kwenye utimamu. Afisa wa habari wa shirikisho la kandanda nchini Tanzania, Clifford Mario Ndimbo, akielezea maendeleo ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ambayo inaendelea na maandalizi yake kabla ya kushuka dimbani kwenye dimba la Prince Moulay Abdullahi kwa kabili wenyeji Morocco katika mchezo wa hatua ya mtoano. Kikosi leo kimeendelea na maandalizi uwanjani, tukiwa tumefanya session moja. Kesho pia tutaendelea na maandalizi yao kuelekea kwenye mchezo dhidi ya wenyeji Morocco. Pia msemaji huyu wa shirikisho la soka la Tanzania amesema wako tayari kuwakabili wenyeji Morocco. Lakini hali ya kambi iko vizuri, wachezaji wako vizuri, wako tayari kwa mchezo, na tuna imani kwamba tutafanya vizuri katika mchezo huo kama ilivyo matarajio yetu ya kabla ya mashindano, na mpaka sasa kwenye hatua ambayo tumefika ya 16 bora. Taifa Stars imekutana na Morocco mara 8 katika michezo rasmi, huku Morocco akishinda mara 7 na Tanzania akishinda mara 1 peke yake. Michezo ya hatua ya 16 bora itapigwa kwa siku 4 kuanzia kesho Jumamosi mpaka Jumanne ya tarehe 6. Michezo itakayopigwa kesho Jumamosi, mchezo mapema, bingwa mara 1 michuano hii ya AFCON Simba kutoka milima Teranga Senegal watashuka kwenye uwanja wa Tanji kwa kabili Sudani. Mchezo mwingine ukipigwa baadaye, Mali wakiwa wanashuka dimbani kwa kabili timu ya taifa ya Tunisia, mchezo ambao utachezwa kwenye uwanja wa Mohamed wa 5 katika jiji la Casablanca. Naye mlinzi wa kati wa Leopards timu ya taifa ya Kongo, Bushiri Kisonga, amesema wana shauku kubwa ya kushinda mchezo wao unaofuata dhidi ya Algeria. I think we still have to listen to the coach what he has to say, but nadhani bado tunapaswa kumsikiliza kocha na yale atakayotuambia, lakini nina uhakika kabisa kwamba tutaingia kwenye mchezo huu tukiwa na nguvu nyingi, shauku kubwa na ari ya kupambana. Tunaamini tunaweza kushinda mechi hii kama ilivyo kwa kila mchezo. 24 saa kwa siku, siku 54 saa kwa wiki, siku 124 saa kwa mwezi, siku 105,024 saa kwa mwaka. Na kufikia hapo tunahitimisha muhtasari wetu wa habari kwa siku ya leo. Hapa Habari Kiswahili, 24 saa kwa siku, siku 54 saa kwa wiki, siku 124 saa kwa mwezi, siku 105,024 saa kwa mwaka. Tunatumai tumekupatia mwanga wa kile kinachoendelea ulimwenguni kote kwa lugha yako adhimu ya Kiswahili. Kumbuka, habari ni nguvu, na kwa kutufuatilia sisi
unajenga uelewa wa ukweli. Tafadhali subscribe, like video hii na ushiriki maoni yako hapa chini. Mimi ni Suleiman Bakari, sauti ya habari Kiswahili 24 saa kila siku. Asanteni kwa kuwa nasi na nikutakie wakati mwema.